Naitwa Omari Kibwana. Mimi ndio msimamizi mkuu wa Gym Champion na ndio naweza nikasema ndio kocha wa Gym Champion. Msimamizi na ni kocha wa Gym Champion. Tunaenda kushuhudia mpambano wa bondia wako Isiaka ambaye anatokea katika Jumuiya za Champion ambayo linafanyika pale maeneo ya Mombasa. Wewe kama mwalimu mmejipangaje juu ya mpinzani wenu huyo? Tumejipanga vizuri kwa sababu bondia wangu Isiaka mazoezi anafanya vya kutosha, na naamini kwa kile ambacho tunataka kukifanya tutafanya vizuri, kwa sababu bondia, kocha ndiye anayemtambua bondia wake kuliko bondia mwenyewe anavyojitambua. Kwanza utifu wa mazoezi kwa kile ambacho napangiwa kukifanya kwa usahihi. Pili, muda na wakati wa mazoezi ambapo bondia anapopangiwa kipindi kukimaliza kwa usahihi. Hivyo ndivyo ambavyo kocha anavyomtambua bondia wake. Na imani na sio na imani na uhakika kwa kile kitu ambacho tunataka kufanya tarehe 25 hapo bwalo la Magereza ni kitu kizuri kwake bondia wangu, kwa sababu amefanya mazoezi ya kutosha. Na kwa yote ambaye kijana ambaye anapenda kuingia katika tasnia hii ya boxing, akitaka kujiunga katika hii gym yenu ya The Champion, afuate vigezo gani? Vigezo kwa kawaida, kwanza tunamwangalia ametokea wapi. La kwanza. La pili, awe na nidhamu, na kwa sababu mchezo wa boxing asili yake nidhamu. Mchezo wa boxing asili yake usafi, na usafi sio mwili na nguo tu, hapana. Usafi mpaka mtaani unakotokea, kwa sababu huwezi kumpokea kijana ambaye tabia zake hazifanani na mchezo wa boxing. Mchezo wa boxing mchezo wa hatari kusema ukweli. Huu ni ugomvi. Na ukimfundisha mtu ugomvi afu akatoka kwenda kufanya vitu tofauti, basi hatuwezi kumpokea kijana kama huyo, kwa sababu hatutakuwa na imani naye kutokana na kule alikotokea. Kijana yoyote ambaye anahitaji kuingia ndani ya boxing Champion Gongo la Mboto, nampokea kwa vigezo kwamba nijue kwamba anatokea wapi na tabia zake ziko vipi na tunawezaje kumbadilisha. Kwa uchache, na wewe pia ni bondia? Mimi ni kocha mchezaji. Kocha mchezaji. Yeah. Na ushapambana mapambano mengi sana? Kwa sasa nadhani na mapambano zaidi ya 10 na ambayo yapo kwenye box record. Unajua sisi tulianza zamani. Mimi kama mimi mechango ya kwanza naanza kupanda kwenye ringi, tukiacha kule nyuma nilikotokea mwaka 2008. Mechango ya kwanza inaingia kwenye box record. Hazikupungua zaidi ya mechi 20 na katikati pale. Kwa sisi mabondia wa zamani tunajijua wenyewe kutokana na uongozi, ulikuwa uongozi wa utumbo. Mwanzo mambo ya video kama hivi ilikuwa hakuna. Tunapigana kule, tukishamaliza tunahadisiana kwenye midomo. Lakini sasa hivi ukipigana hata kichocholoni, kesho utaikuta kwenye mtandao na inaonekana kwamba ulichokifanya kizuri au kibaya. Nilipigana na mabondia wengi sana ambao kwa sasa hivi kama utaniona utanikumbuka wenye uwezo mkubwa na niliwashinda. Lakini mechi nyingi zilipotea kutokana na box record, ambazo rekodi zilikuwa zinaingizwa kwetu kuta Dar es Salaam Tanzania zilikuwa hazina usahihi. Mfano mfupi, mimi na mechi zaidi ya 4 zimeingizwa ambazo sijawahi kucheza na wala sijakuwepo kwenye hizo mechi. Sijui umeelewa. Ulipokuja utandawazi hapa karibu, nikajaribu kufuatilia zile mechi ziondolewe, ikashindikana kutokana na zile kesi zilikuwa ni za muda mrefu. Hivyo, lakini changu wa mwisho niliocheza juzi. Ilitokaje hiyo mechi? Hamna, mechi nilipoteza. Ulipoteza? Sikujiandaa vya kutosha. Nilikuwa najiandaa vijana wangu, afu nikasema sio kweli. Technical knockout au kwa point? Hapana, nilipoteza kwa technical knockout. Mpigana baada ya kuona sielewi, nikarudi nyuma. Refa akakata kati, sinajiandaa kurudi kufight. Refa akakata pambano. Lakini mechi ilikokuwa inaendelea, nilikuwa na uwezo wa kuendelea vizuri na kushinda. Kwa hiyo kama likitokea pambano lingine mbele ya safari huko, upo tayari kupambana? Yaani mimi hapa niko kambini, niko na vijana wangu, nawafua vijana wangu na mimi mwenyewe najifua. Yaani hata leo hii ukija mkataba na saini na nadondosha mzigo kama kawaida. Kuna watu wengi sana wanatamani kuja kumuona Omari Zungu akirudi kwenye ringi, lakini kwa sasa hivi najipanga kurudi kwenye ringi.